Unatutazama, tumebahatika leo kumpata mwanasiasa wa wakati huu, lakini mwanaharakati kwa asili yake, Boniface Mwangi. Yupo Bonn kwa ajili ya Global Media Forum, jukwaa la kimataifa linahusu habari, vyombo vya habari na mambo kama hayo. Boniface, karibu. Asante, nashukuru. Kuna mambo mengi yanaendelea hapa Ujerumani, kuna mambo mengi yanaendelea Afrika Mashariki na hasa kwenu Kenya. Ndio. Wakati huu tunavyozungumza, tarehe 25 kunafanyika maandamano makubwa nchini Kenya. Wewe ni sehemu ya maandamano haya? Mimi kuwa katika hao maandamano kwa sababu mimi ni kiongozi wa vijana pia huko nyumbani. Niko kwa barabara. Boniface, umeshiriki maandamano kadha wa kadha na wewe mwenyewe umekuwa ukiongoza haya. Maandamano yale ambayo yakiongozwa na wewe miaka 2-3 iliyopita, ukilinganisha na haya, kuna tofauti gani? Iliyopita ilikuwa tunasema kwamba tunakataa ile finance bill na tuliweza kuikataa. Na hii maandamano ya mwaka huu ni kukumbuka wale ambao tulipoteza. Tunataka hao ambao tulipoteza tuwakumbuke. Tunataka pia wapate haki kwa sababu wale ambao waliwaua, wale polisi ambao walihusika katika yale maafa hawajashikwa. Na so hii maandamano mwaka huu ni kuhusu tunataka haki sasa hivi. Mwaka 2024 ndio yalikuwa maandamano ya mwanzo kwa kumbukumbu yangu ya namna hii. Tangu wakati ule kuna matokeo yoyote chanya, kuna faida ambayo imeipata? Kulikuwa na mabadiliko kwa miezi kadhaa kwa sababu wakati huo mawaziri wote walivutwa kazi, mkuu wa polisi alivutwa kazi, lakini baadaye ule bwana tumeta Kasongo ama bwana Ruto akamea pembe. Alienda akaona kwamba kwa sababu alipata kushirikiana na mwenda zake Raila Odinga, akakuwa nile kiburi karudi kwa sababu kwa muda mdogo kiburi ilikuwa imeenda na alikuwa anasikiza wa Kenya, lakini baada ya kufanya ile handshake na bwana Raila Odinga kiburi karudi. So tunasema kwamba sasa tulianza maandamano ikiwa kwamba tuna reject finance bill. Hapo ndio mwanzo tulisema kataa hii finance bill. Lakini sasa kutoka hapo sasa tunasema kwamba lazima Ruto aende. Inakuwa inaitwa Ruto must go. So chanzo ilikuwa ni finance bill, lakini sasa ile vuguvugu ile movement ile kitu ambacho tunapigania sasa hii ni huu jamaa ambao waliua vijana wetu asichaguliwe tena. Asichaguliwe. Waliua vijana, walikufa katika mazingira yale ya porugushani na vurugu. Walipigwa risasi. Ambao walikuwa wamebeba bendera walipigwa risasi bila hatia yote. So tunaomba wapate haki wa vijana. Sasa umekuwa katika harakati hizi kwa muda mrefu. Boniface, umekuwa katika jina la wanaharakati Kenya, umejenga maarufu katika hilo. Sasa hivi umetangaza kuwa unawania urais. Na ndilo mjadala mkubwa kwa wakati huu, na wakati fulani katika wanasema manifesto, ilani yako kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya. Umeandika mambo mengi, lakini moja lilozusha zogo au mjadala mkubwa ni nyonga hao. Ndio. Ukimaanisha nini? So katika mikakati ambazo nataka serikali iweke, kusema mtu yoyote ambaye anapatikana na hatia ya kuiba pesa za umma, na kwa sababu akiiba hizo pesa za umma watu wakufe ama wakose madawa kwa hospitali ama vijana wasiende shule, akipatikana na hatia tunataka anyongwe. Tulikuwa tunapeleka watu pale katika uwanja wa Uhuru Park, unafanya public hanging, watu wanakuja pale, unanyongwa hadi unakufa kwa sababu ile wizi yako imesababisha maafa mengi ama shida mingi. Lazima wale ambao wanatuibia wawe na uoga wa kuuliwa kwa sababu katika mitaa zetu kijana wote kiiba simu ama ibe kuku ama ibe ng'ombe akipatikana wanafanya ile mob justice, anapigwa na raia. Hatuwezi kufanya mob justice, tunafanya judicial justice. Ile wewe ukipatikana unafanya judicial execution, unahukumiwa kunyongwa na mahakama na tunakunyonga mbele ya watu. Ndio iwe funzo ya wale ambao wanataka kuiba wasiogope kuiba, na wale ambao wameiba warudisha zile ambazo wameiba. Kama nilivyosema mwanzo, wewe kiasili ni mwanaharakati wa haki za binadamu. Hukumu ya kunyongwa au kunyonga wakati wote ulikuwa ukiunga mkono? Nimekuwa kitu ambacho siungi mkono ni mob justice. Lakini wale watu ambao wanafanya makosa ambayo inaharibu nchi lazima wanyongwe kwa sababu kama sisi tunapenda kwenda China sana kuomba pesa. Ukienda kule China pale ukipatikana na makosa kuiba pesa za umma unapigwa risasi. Ukishapatikana kotini umehukumiwa, unapelekwa unapigwa risasi. Lazima hao ambao wanatuharibia nchi wakufe, hawana faida yote katika nchi yetu. Kwa hiyo unakwenda nyume na takwa la kimataifa kwamba kunyongwa, kila mtu ana haki ya kuishi. No, kunyongwa hakuna nchi ambayo inyongi. Marekani wananyonga, wa China wananyonga, Singapore wananyonga. Kuna wakati lazima watu wanyonge kwa sababu kama umeiba na watu wamekosa maji katika mitaa
na watoto wamekuwa wagonjwa kwa kufa. Ufai kuishi, wewe ni kazi bure kabisa. Katika jambo hili la kuwania urais, watu wanasema kama Mwangi ametumia jukwaa la vijana, anawatumikisha vijana vibaya. Ni wengine wamefikia hatua ya kuita msaliti, kwa maana kwamba umepata umaarufu mkubwa, sasa unatangaza urais kwa kutumia umaarufu wako kupitia vijana. Hili unalizungumziaje? Mimi nilikuwa maarufu, mimi ndio nilipeleka kwa barabara. Walitumia umaarufu wangu kwenda kwa barabara. Mimi nilisema tuende tukapigane na finance bill, wakanifuata. Situmii umaarufu wote. Mimi nimekuwa napigania haki za kibinadamu kwa miaka karibu 20, miaka 19. Kwa hivyo sijazaliwa jana ama sijaanza kupigania haki za kibinadamu jana. Nimekuwa mwanaharakati kwa miaka mingi. Kwa hivyo hii safari ya kwenda Ikulu ni kuendelea safari ambayo nilianza kitambo. Ulikuwa mwanasiasa wakati unafanya wanaharakati? Hapana, unajua si lazima. Mimi nilikuwa mtumishi wa watu. Na naenda pale katika Ikulu kutumikia watu. Ni kuendelesha safari ambayo tulianza, iendelee tu. Vijana wa Kenya wamekuwa huru sana, na wewe umekuwa ukiongoza katika baadhi ya wakati, na sasa pengine unaweza kwenda kuwania nafasi ya urais. Ikitokea huko katika urais na vijana sasa wanakupinga wewe kwa nafasi, utakuwa na nafasi gani kushughulikia hili? Kwa mfano, mimi nitaendelea kushughulikia Wakenya. Wajua Wakenya ni wananipenda, ndio sababu niko hapa. Vijana wanaandamana sasa, wataki yale unayofanya wakati huo. Vijana wa gani? Wa Kenya kwa mfano wakiandamana, naweza enda niwaunge, tuandamane pamoja, ama niwaambiwe kuja katika Ikulu niwasikize, kwa sababu wote wanaandamana kwa sababu kuna shida. Na ile kama kiongozi ambaye unaweza fanya ni kuwasikiza tu, wapatie sikio. Kama wako na mawaidha mzuri, sikize mawaidha yao na utekeleze ile ambayo watakwambia. Ukisikia kauli za Wakenya unaonekana kama umepoteza uhalali uliokuwa mwanaharakati. Sasa mikosoaji umekuwa mkubwa katika mitandao, bila shaka unasikia hili. Ile ni kazi, hizo ni shukunuku, na kazi ya serikali pia kulipiga vita. Sasa mmekuwa wakati mwingine mnafanya harakati katika mataifa jirani na mnaonekana mnafanya vurugu kwa mfano kukiuka sheria za upande mwingine wa nchi, Uganda, pengine Tanzania. Amuoni kwamba sasa mnapaswa kufuata sheria? Manake sheria zinazotawala Uganda kama unavyoona sasa, Martha Karua kilichomfika, na wakati fulani wewe mnaonekana kama wafanya vurugu. Sheria ziruhusu mataifa mengine yale mnayofanya? No, sheria inaturuhusu kwa sababu mimi ni raia wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo sifai naweza kuja Tanzania, nikuja Uganda kwa sababu tuko na ujumuiya. Kwa hivyo kuna sheria ambazo navunja. Kama ningekuwa tunavunja sheria, hatungepigwa deportation. Ningekuwa unashikwa na kupelekwa kotini kwa sababu umevunja sheria za nchi ya Uganda ama Tanzania. Lakini ile deportation kwa sababu wale viongozi wa Uganda ama wale viongozi wa Tanzania wanaogopa ukweli, na wanaogopa kwamba wanaharakati wa Kenya wakienda hizo nchi zao wataamsha watu na kutakuwa na maandamano, ama watapigania mtu kama Besigye aachiliwe, Tundu Lissu waachiliwe. Hiyo ni sababu wanatupiga vita. Bado likitokea jambo linalokuhusu wewe na mataifa jirani, kwa mfano Kenya, Uganda au hata Tanzania, utakwenda? Nitaenda, lakini wezi niruhusu, wananiogopa. Tanzania nimeambiwa nilipigwa deportation, kwa hivyo hata siwezi fika hata pale border, wananifukuza. Unakwenda kuwania nafasi ya urais Kenya, ambayo ina changamoto chungu mzima, zikiwemo hata za ukabila ambazo zinataja zinagawanya wa Kenya. Pengine kabla wakati unaelekea huko, unafikiri utafanya nini kuondosha Wakenya katika mazingira kama haya? Tutapigana katika siasa za msingi wa siasa bora. Njia moja kuunganisha Wakenya ni kutumia ama kupitia njia shida zao. Wakenya wako na shida mingi sana. Ile umaskini haijui kabila. Kwa hivyo kama wewe ni maskini au umedhulumiwa na serikali, wewe unaumia saa hii, mimi ndio naweza kuwa kiongozi bora kukusaidia, ndio niweze kupigana na umaskini. Ukabila unaletwa na wanasiasa, wanakuja kutugawanisha kwa kikabila kwa sababu inawasaidia, wananufaika. Juu wakitugawanya kwa kikabila, hatuwezi ungana tuwafukuze. Unapata zile kura zimetawanyika. So inabidi sasa kama Wakenya, kama tunataka Kenya iende mbele, tumalize ukabila na tuungane si wote. Ndio tukiungana si wote, juu moja ni nguvu, nafukuza wa viongozi wetu ambao ni wakora, ni wafisadi, ni wauaji, na wanaharibu nchi yetu. Na inavyoelezwa kwamba kwa siasa za Kenya, ili uwanie nafasi kubwa kama hii, unahitaji kuwa na pesa nyingi, na wengi wanaoshiriki katika siasa matajiri. Wewe umejipa nafasi gani katika hili? Mimi si tajiri, lakini niko na imani kwamba Wakenya wataniunga mkono, watanichangia pesa ya kusimama na ya kufanya kampeni, na watanichagua bila kuniuzia kura zao, kwa sababu kupiga kura ni bure.
So naomba wale ambao wako na kura wanipigie kura bure. Unaridhishwa na mifumo ya uchaguzi ya Kenya kwamba atapatikana mgombea halali na wewe pengine kama utashinda utatangazwa? Mimi nikishinda itatangazwa, ule ambaye atashinda itatangazwa, kwa sababu vijana wa Kenya wamesema kwamba ukidhubutu ama ujaribu kuiba kura nchi itaungua. So lazima mtu yote ambaye, wale ambao ni wanahesabu kura, lazima uhesabu kura kwa njia ya ukweli na bila kuficha mambo. Mimi nikushukuru sana kushiriki mahojiano haya mafupi na nikutakie heri katika njia yako ya kisiasa, na labda swali la mwisho, umeshiriki katika jukwaa hili la kimataifa la vyombo vya habari na habari kwa ujumla wake. Umekuja na ujumbe gani na umewaeleza nini hapa? Nimewaeleza kwamba uhuru wa wanahabari ni kitu cha maana sana, na bila wanahabari kuwezi kuwa na ukweli katika jamii. Kwa hivyo lazima tupiganie haki za wanahabari ndio jamii kuwe sawa. Nakushukuru sana na nikutakie heri nyumbani Kenya, na umezungumzia unashiriki maandamano. Asante, tupatane kwa maandamano.